Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Leo ni tarehe 8 mwezi wa 9 mwaka 2025. Kwa majina ninaitwa Ibrahim Twaibu Ndabachahe. Ninakwenda kukuletea habari njema za Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Karibu tufuatane nami kwa dakika chache hii ili tuweze kujifunza habari zinazoleta uzima na habari zinazoleta tumaini la milele kwenye maisha yetu. Basi kwa kuanza, naomba tuanze katika kitabu kile cha Waefeso sura ya 6 na mstari wa 10. Na naomba nisome. Biblia inasema, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za Shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo, twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni, na kuvaa dirii ya haki kifuani, na kufungiwa miguu utayari tupatapo kwa injili ya amani. Bwana Yesu asifiwe. Ninachotaka tujifunze wakati huu ni kwamba katika safari hii tulio nayo ya kuelekea mbinguni tunayo vita, lakini tumekuwa tukikosea au tukichanganya. Tunatengeneza vita na ndugu zetu, jirani zetu, wapenzi wetu, wake zetu, waume zetu, watoto wetu, lakini kwa mujibu wa Paulo, hao sio adui zetu. Hao sio adui zetu, na haipaswi kuweka vita dhidi ya watu hao. Ni lazima kuelewa adui yako ni nani. Katika vita huwa kuna tekniki huwa wanatumia. Wanasema ukiwa katika uwanja wa vita moja, ukishamsoma adui yako ni nani, unakuwa umepata credit na uhakika kwa kiasi fulani ya kuweza kushinda vita hiyo. Kwa hiyo na sisi lazima tuelewe ya kwamba adui yetu ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Tunao maadui wengi, hata miili hii tulio nayo ni adui. Tena wachambuzi wanaamini ya kwamba ndiyo adui namba 1. Lakini mimi leo sitakwenda kuzungumzia adui kwa maana ya mwili. Mimi nataka nizungumzie adui kutokana na andiko hili la sura ya 6 mstari wa 12, ambayo inasema, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Ukisoma mstari ule wa 10, Biblia inaanza kwa kusema hatimaye. Ukifuatilia kwenye tafsiri mbalimbali, zingine zinasema in conclusion, wengine wakasema finally, wengine anasema in summary. Sasa Paulo anakuja kujumuisha na kutengeneza summary, au tunasema akafanya hitimisho kwamba sisi sasa tuliookoka imetupasa kuenenda kama ifuatavyo. Ukiangalia hapa, mtumishi wa Mungu Paulo alijaribu kuainisha maadui zetu ni kina nani, na sisi kama wasafiri tunaoelekea mbinguni katika kipindi hiki tunachokaa hapa duniani, imetupasa kutambua watu hawa. Moja, adui yetu namba 1 amesema ni falme na mamlaka. Falme na mamlaka.
Sasa falme na mamlaka zinazozungumziwa hapa ni katika ulimwengu wa roho. Haya ni aina ya mapepo au vizuizi ambavyo vinatenda kazi kwa mpangilio, yaani ni kama serikali, zina itifaki, zina utaratibu ambao zinajiwekea katika kufanya kazi. Ndio maana nasema falme na mamlaka. Tukizungumza falme, tunajua ni utawala ambao unafanya kazi kwa mpangilio, manake zile hatua zote na uongozi wote upo. Sasa aina hizi za mapepo zinafanya kazi katika mtiririko au mfumo ambao ni rasmi. Lakini namba 2, maadui wetu ambao wamekuwa analyzed hapa ni wakuu wa giza la dunia hii, wakuu wa giza la dunia hii. Sasa hawa ni pepo wakuu wanaotawala mambo ya dunia hii, ni pepo wanaotawala mambo ya dunia hii. Wao wamejikita zaidi kwenye mifumo ya dunia hii, wanaingia kwenye mifumo ya utawala, kwenye mifumo mbalimbali ya makanisani, kwenye mifumo ya ndoa na mahali pengine. Wanajaribu kupenyeza mifumo yao kwa siri. Sasa usipokuwa makini kuelewa, unaweza ukakutwa tayari umetekwa. Kwa hiyo ninakufundisha hili ili uweze kuelewa kwamba kuna maeneo fulani ambako kuna mifumo inapenyezwa kwa siri na hawa wakuu wa giza la dunia hii, ili kujaribu kutupotosha na kututoa kwenye kweli ya Kristo Yesu. Lakini adui namba 3 ni majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Hivi ni vikosi ambavyo vinatenda kazi chini ya mamlaka za giza. Hivi ni vikosi ambao mmekwenda JKT au ambao mnahudumu katika vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, hasa upande wa jeshi. Tunaelewa jinsi jeshi linavyofanya kazi. Lina vikosi. Utasikia kuna kikosi namba fulani kiko mahali fulani, kikosi namba fulani kiko mahali fulani. Sasa na hawa mapepo wako organized, wanafanya kazi katika makundi, na wakati mwingine unakuta kila pepo linashughulika na kitu fulani. Na wale ambao tunafanya kazi ya kuombea mapepo tunaelewa hili jambo ambalo niko ninalizungumza. Unaweza ukakuta mtu mmoja ana mapepo zaidi hata ya 20, mapepo zaidi hata ya 50. Sasa lile linakuwa ni jeshi tayari, limeshamteka, limeshaanzisha himaya ndani ya mtu ule. Sasa sisi ambao tumeokoka ni lazima tuelewe kwamba ni namna gani ambavyo tutamsaidia mtu wa jinsi hiyo. Kwa hiyo ndugu zangu, kumbuke ninakufundisha kwamba tunaye adui yetu ambaye anaweka vikwazo kutaka kutupinga katika safari hii. Sasa usianze kugombana na jirani yako, maana kuna wengine wamechukiana na jirani zao, wakisema hawa ni wachawi, wakisema hawa ni washirikina. Lakini nataka nikwambie hata wao wanatumikishwa. Yuko mtu nyuma yao anayewatumikishwa kufanya hayo wanayoyafanya, na right wangetambua wangeacha. Lakini pia tunaamini kwamba kila mtu anayo siku yake ya kufunguliwa na kuwekwa huru. Kwa hiyo hata wao siku moja pia watakuja kufunguliwa na kuwa watumishi wazuri wa Kristo Yesu. Ndiyo maana tunapojikita katika kushughulika na mambo haya ya kiroho, hatujikiti kupambana na wao, tunajikita kushughulika na yeye aliyeko ndani yao, ambayo ni Shetani, ambayo ni haya makundi matatu tuliyoweza kuyaona katika kitabu hiki cha Waefeso. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu Paulo anatukumbusha jambo muhimu sana ambalo mpendwa ni lazima kulielewa. Sasa huko juu wakati tunaanza amezungumza katika sura ya 11 kwamba vaeni silaha zote za Mungu. Sasa mtu anajiuliza, hizi silaha tunazotakiwa kuvaa ni za namna gani? Hapa hatuzungumzii silaha kwa maana ya mabomu, hatuzungumzii silaha kwa maana ya bunduki, hatuzungumzii silaha kwa maana ya mikuki, kwa maana ya mishare, kwa maana ya panga, kwa maana ya visu. No, tunazungumzia silaha za kiroho ambazo zinaweza zikakurinda dhidi
ya majanga haya ya kiroho, kwa kuwa hata adui huyu shetani tunayemzungumza akitaka kuanzisha vita na wewe, wakati mwingine haji fizikali, yani anakuja katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo lazima na wewe vita hiyo uipigane ukiwa katika rohoni. Sasa kuna vitu kadha wa kadha mtumishi wa Mungu Paulo amejaribu hapa kuviorodhesha, wewe kama Mkristo unatakiwa kujikita navyo. Moja, lazima uvae mkanda wa kweli. Hapa tunazungumzia kweli, kwamba silaha namba moja anayoizungumzia Paulo ni ukweli. Ndugu yangu, ukitaka kupambana na ulimwengu wa giza huu wa shetani, lazima uwe ni mkweli, achana na habari za uongo. Lakini namba mbili, amezungumzia habari ya haki. Tukizungumza habari ya haki, tunazungumza habari ya utakatifu, tunazungumza habari ya uadilifu. Haki, utakatifu pamoja na uadilifu. Sasa tunakumbushwa kwamba silaha ya pili ni sisi kuwa waadilifu na kuwa watakatifu. Lakini silaha ya tatu anazungumzia habari ya injili ya amani, kwamba sisi tuliokoka lazima tujikite katika injili ya Kristo Yesu, na hapa tunazungumzia injili isiyogoshiwa, maana wako wahuni wameingia kwa siri, wamepenyeza injili ambayo siyo ya kweli. Injili tunayoizungumzia hapa ni injili ya Kristo Yesu isiyogoshiwa. Lakini silaha ya nne ni ngao ya imani. Imani ni msingi. Imani ni msingi. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Kwa lazima tuangalie misingi yetu iwe thabiti, tusiyumbishwe kwenye kile tunachokiamini kumuhusu Kristo Yesu. Lakini silaha ya tano ni wokovu. Mara nyingi nimekuwa nikiwakumbusha watu wa Mungu kama kitabu cha Waibrania kinavyosema ya kwamba, je, sisi tutapataje kupona? Tukibeza uokovu huu tutapataje kupona? Tukiudharau tukahisi haufai, tutapataje kupona? Kwa hiyo silaha ya tano ni uokovu. Kwa hiyo nikutangazie na nikuombe ndugu yangu, we bado ambaye haujampokea Kristo Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, uhakikishe ya kwamba unampokea Kristo Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako, ili pia uweze kupata hii silaha ya wokovu ambayo itakusaidia kushindana katika kipindi ambacho adui atainuka juu yako. Lakini silaha ya sita ni upanga wa Roho. Upanga wa Roho ni neno la Mungu. Lazima kusoma neno la Mungu. Kisoma kitabu kile cha Joshua sura ya 1 na mstari wa 8, Biblia inasema, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali uyatafakari maneno yake usiku na mchana. Sasa neno la Mungu ni silaha. Neno la Mungu, Biblia inasema, ni upanga ukatao kuwili, ni nyundo. Ndio maana hapa Paulo ameli-identify kama silaha ya Mungu. Alafu jambo la saba ni sala na maombi. Sala na maombi. Hapa ndugu zangu, wengi tumetekwa, lakini nataka nikuambie kwamba katika vitu ambavyo shetani anaviogopa, ama haya makundi matatu niliyoyaorodhesha hapa wanaogopa, ni pamoja na maombi. Na watu wengi tumefungwa kwenye kipengele hiki. Kila tunapojitahidi kutaka kufanya maombi, adui anainua ratiba mbalimbali. Ulikuwa umepanga kesho nitakuwa na maombi, pengine hata ya kufunga, lakini unajikuta yanaibuka mambo kadha wa kadha, lakini lengo tu ni kutaka kukutoa kwenye kusudi. Sasa usikubali, lazima uelewe. Ndio maana nimesema ukiwa kwenye uwanja wa vita lazima ujue adui yako unayepigana ni nani, yukoje, ana silaha za namna gani, ili ujue pia namna ya kuweza kumkabili. Sasa katika kipengele hiki cha maombi, ndugu yangu, lazima pia uelewe ya kwamba adui yako ni shetani, na kamwe hatopenda kusikia unafanya maombi. Ndio maana kila utakaopanga ratiba za maombi, naye anainua ratiba zake. Male utasafiri, male utasikia kuna sherehe kwa ndugu yako, male sijui kuna mtoto wako anafanya nini. Lengo tu ni kutaka kukufanya uzubae, ushindwe kufata ile ratiba ambayo ulikuwa umejiwekea. Lakini wengine pia wamefungwa, ile kiu ya maombi ilishapotea
anapotea kabisa kabisa. Yaani ukizungumzia habari za kuomba ni kama unamuua. Ukimwambia tunafunga siku moja siku mbili, anaona kama anakufa, lakini kumbe ni jambo la kawaida tu. Adui anajua ukishatoboa katika kipengele hiki tayari vita umeshinda. Sasa usikubali, mwana wa Mungu. Nikuombe mtu wa Mungu, uelewe ya kwamba maadui wapo, lakini si jirani yako, si mke wako, si watoto wako, si nani. Adui yetu ni hawa ambao nimewataja. Moja, nimesema falme na mamlaka, lakini mbili, nimesema wakuu wa giza la dunia hii. Tatu, nimesema majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Hivi vitu usipokaa sawasawa katika safari ya wokovu, vimekuwa ni hatari kwa watu wengi sana. Vimefunga maisha ya watu, vimeleta mateso na misiba kwenye maisha ya watu. Ndugu yangu, wewe unayenisikiliza, nikuombe uzivae silaha za Mungu kweli kweli. Zivae silaha hizo, ndizo zitakazokusaidia kushindana katika dunia hii iliyoharibika. Mungu akubariki sana. Tutaonana panapo majaliwa. Usiache kufuatilia vipindi hivi. Vipindi hivi ni muhimu. Kristo Yesu ameamua kuachilia mafundisho yake. Mungu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.